Halid Gangana, karibu mtazamaji katika awamu ya kwanza ya udondozi wa magazeti ya asubuhi hii. Jambo Leo katika ukurasa wake wa mbele linaongozwa na habari inayosema Lipumba Maalim Seif uso kwa uso Buguruni leo, mmoja haha kuonana na IGP Mangu, mwingine apania kubadilisha viongozi. Lakini pia kuna habari isemayo zijue dalili tiba ya tezi dume. Mwanaume anayehisi kwenda haja ndogo mara kwa mara au kushindwa kuimaliza anapaswa kuchunguzwa ili kujua kama ana ugonjwa wa tezi dume. Ndivyo inavyoandika gazeti hili. Lakini pia asilimia 95 ya wananchi wataka serikali ikosolewe. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 4. Ndivyo linavyoonekana gazeti Jambo Leo katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Uhuru lenyewe linaandika wengi wataka siasa ziwekwe pembeni, utafiti watoweza. Asilimia 60 waunga mkono maandamano ya Ukuta kupigwa marufuku, sababu ni viashiria vya uvunjifu wa amani. Sendeka walipua Chadema. Pato la taifa la paa, hii ni habari nyingine ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru. Lakini pia sakata fedha za tetemeko, meneja CRDB naye kizimbani. Uhuru linaonekana hivi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira lenyewe linaandika Rais Dr. Magufuli si dikteta, kauli ya twaweza. Ni matokeo ya utafiti, asilimia 50 wapinga maandamano, wengi waunga mkono demokrasia ya vyama vingi. Ole Sendeka Zito wachambua majibu ya utafiti. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 4. Tibaijuka hofia escrow, akataa zawadi ya bilioni 200, asema lengo ni kuepuka yaliyowahi kumkuta. Majira linaandika hivi katika ukurasa wake wa mbele. Lakini gazeti Mtanzania lenyewe linaongozwa na habari isemayo utafiti zaidi ya nusu ya madaktari walimu nchini ni bomu, wengi wabainika hawana ujuzi wa kutibu wala kufundisha. Daktari mmoja kati ya 5 ndiye anayetoa matibabu sahihi. Lakini vile vile madaktari wa mjini hawahudhurii kikamilifu katika vituo vya kazi kwa asilimia 35. Utafiti umebaini kuwa walimu hawana ujuzi wa kufundisha sawa na asilimia 60. Habari nyingine, Profesa Tibaijuka akataa milioni 200 ni fedha kutoka kwa mwanamfalme. Ndivyo linavyoandika gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Habari Leo lenyewe linasomeka hivi: pato la taifa la kuwa kwa kasi, lafikia asilimia 7.9, sekta ya kilimo kinara, Benki ya Dunia yaitabiria neema Tanzania, Majaliwa atangulia Dodoma leo. Habari Leo linaandika katika ukurasa wake wa mbele. Likangazia michezo na burudani, Champion lenyewe katika ukurasa wake wa mbele linaandika hatupendi ujinga sisi, Juko Mushid aipasua kichwa Simba Sports Club. Haya, huo usemi umetawala sana kwenye mitandao ya kijamii siku hizi. Champion linaandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Lakini pia katika ukurasa wa nyuma, Guardiola apongeza Man City kukabwa koo. Ndivyo linavyoonekana hivyo. Nikiangazia gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa michezo lenyewe linaandika eneo la uwanja Yanga mgogoro, ushindi upo njooni, kauli ya Simba, 24 Stars waitwa kuivaa Ethiopia. Habari Leo linaonekana hivi katika ukurasa wake wa michezo. Tanzania na lenyewe linaandika Mo ajibu mapigo, alipa mishahara ya wachezaji, makocha na kodi nyasi bandia. Mfanyabiashara maarufu nchini na mfadhili wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo amejibu mapigo kwa tajiri wa Yanga baada ya jana kutangaza kuwa atalipia kodi na kutandaza nyasi bandia kwenye uwanja wa klabu hiyo uliopo Bunju. Pia ameanza kulipa mishahara ya walimu na wachezaji wa timu hiyo, linaandika gazeti Mtanzania. Gazeti Majira katika ukurasa wake wa michezo, mashabiki fulu mchecheto, mpambano wa Yanga na Simba kama unavyolitazama hapo katika ukurasa wake wa nyuma. Uhuru lenyewe linaandika Mo ajibu mapigo Simba, mastaa wake kufia uwanjani. Ndivyo linavyoonekana Uhuru ukurasa wake wa michezo. Nimalizie na gazeti Jambo Leo ambalo lenyewe linaonekana hivi. Kuelekea mechi ya watani wa jadi Jumamosi, Simba yadaiwa mabao 14 na Yanga, Mo kuzikomboa nyasi bandia. Ndivyo linavyoonekana gazeti Jambo Leo. Haya, mchezo mkubwa, wazungu wanasema big match. Hadi hapo basi nahitimisha udondozi wa magazeti. Lakini Halid Gangana, utakumbuka Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anahamia Dodoma leo. Sijui utaenda lini. Tutafuata tu. Tumehitimisha udondozi.